Kanisa la Mashahidi wa Uganda, parokia ya Busia, lina historia ya imani, kujitoa, umoja na uvumilivu wa Wakristo waliotamani kuwa na mahali pa kudumu pa kumwabudu Mungu. Historia yake inaanzia katika miaka ya 1950 wakati ambapo eneo la Busia lililokuwa bado linahudumiwa kama kigango au outstation chini ya parokia ya Mundika. Msingi wa historia ya kanisa hili unaonyesha jinsi mahitaji ya kiroho ya waumini, moyo wa kujitolea na ushirikiano kati ya mapadri na waumini ulivyokuwa chachu ya ukuaji wa jumuiya hii ya Kikristo hadi kufikia hatua ya kuwa parokia inayojitegemea. Kwa majina naitwa Leopoldo Herbert Odoli. Mimi kwa sasa hivi ndiyo katekista wa parokia hili la Busia. Na parokia yenyewe ilianza miaka za 50. Historia yake inaanza miaka 50. Ilianza kama kigango au outstation ya Mundika Parish. Ilianzia Bulanda wakati mahali shule ya msingi ya Bulanda iko sasa hivi, na ilianza chini ya mti. Ilifanyika hivyo kwa sababu padri aliona Wakristo ambao walikuwa wanatoka sehemu hii, vijiji ambavyo viko sehemu za Bulanda huko, Bulanda, Buyosi, Nangwe, Maenje, Siteko, Bwamani, Mabale, hizo zote zilikuwa zinaitwa Bulanda, na Wakristo walikuwa wakienda Mundika wakivuka mto unaoitwa Mabale. Mto wa Mabale huko chini upande kule, na padri aliona ilikuwa ni jambo kidogo la hatari. Kitu kilichomfanya sana aamue kuleta misa huko Bulanda ni kwa sababu wakati mmoja mtoto alipatikana ametupwa kwa huo mto, na mama naye alikuwa ameuawa. Kwa kutambua changamoto hiyo, Padri Herman alianzisha kusherehekea misa katika eneo la Bulanda. Aidha, misa ilianza pia kusomwa mjini Busia katika majengo ya County Council ambayo kwa sasa ni majengo ya Busia County Assembly. Hatua hii ililenga kuwafikishia waumini huduma za kanisa kwa urahisi zaidi na kuhakikisha kuwa umbali hauwi kikwazo cha kushiriki ibada. Kadri idadi ya waumini ilivyoendelea kuongezeka, ilionekana wazi kuwa mazingira yaliyokuwepo hayakuwa tena yanatosheleza mahitaji ya jumuiya ya Kikristo. Mnamo mwaka wa 1969, Padri Herman aliona umuhimu wa kujenga kanisa jipya. Wakati wa mwaka 1969 wakaonelea watafute shamba na wajenge kanisa, kwa sababu Bulanda ilikuwa ni chini ya mti na pale ilikuwa ni veranda. Idadi ya Wakristo ilikuwa inaongezeka, kwa hiyo kukawa na haja watafute mahali wajenge kanisa, ndipo Wakristo washughulikiwe vyema. Ndipo padri wakati huo alikuwa anaitwa Father Herman. Father Herman akazungumza na wazee wa mahali hapa wenye walikuwa na shamba hapa, na Father Herman alitumia wazaliwa fulani hapa ambao walikuwa wanajuana na hao wazee. Baadhi ya hao wazaliwa aliyowatumia, mmoja ni mzee Nicholas Okombo, alikuwa ni mwalimu na alikuwa anajuana na Father Herman. Mwingine ni Philip Masinde, ingawa alikuwa anafanya kazi Nairobi, alikuwa ni Mkristo ambaye alifahamikana na huyo padri. Kwa hivyo hawa wawili wakasaidia Father kupata shamba hapa. Wao walimuunganisha na wenye mashamba hapa. Basi Father Herman akafanya bidii, wakanunua shamba hili. Huo ni mwaka wa 1969. Mwaka wa 1970 ujenzi ukaanza, na ujenzi ulianza Wakristo wakiwa na hamu kabisa ya kuwa na kanisa, kiasi cha wao wenyewe kujitokeza na kufanya kazi kwa mikono, wakifanya ile inaitwa clearing.
walifanya hiyo kwa mikono wakijitokeza. Pia kwa sababu ya fedha, mahitaji ya fedha, waliwahi kuchanga kile walikuwa nacho. Wengi mapato yao yalikuwa chini, utakuta watu walikuwa wanachanga shilingi 2, wengine shilingi 5. Lakini wakati huo pia ilikuwa inafanya kazi, ilikuwa na dhamana. Kanisa likaanza kujengwa mwaka 1970. Mwaka wa 1972 Wakristo wakaanza kutumia hilo kanisa kusoma ndani, ingawa halijaisha, haikukuwa na rufu, lakini kwa sababu walikuwa na furaha, wamepata mahali ambapo wanatoshea idadi kubwa inaweza kupata huduma, walianza kutumia ndani hapo. Kanisa liliisha mwaka wa 1973. Ongezeko la idadi ya waumini iliendelea kufanya kanisa awali kuwa ndogo ikilinganishwa na mahitaji yaliyokuwa yakiongezeka. Chini ya uongozi wa Padri Frederick Odikor, mipango ya kujenga kanisa kubwa zaidi ilianza. Wakristo walihimizwa kutumia mbinu mbalimbali katika kufanikisha ndoto hiyo, ikiwa ni pamoja na kutoa ahadi, kuchangia fedha na vifaa vya ujenzi, pamoja na kushiriki katika shughuli mbalimbali za kuchangisha fedha. Mchakato huo uliendelea kutoka mwaka mmoja hadi mwingine chini ya uongozi wa mapadri mbalimbali. So baada ya hapo imeendelea ikiwa ni sehemu moja ya Mundika, na walikuwa na majina matatu kwa sababu ilikuwa parokia ilikuwa inaenda mpaka Luanya. Sasa walikuwa wanaita hii parokia Busia Mundika Luanya Parish. Imeendelea ikiitwa hivyo mpaka mwaka 1994. Ndipo sasa kukawa na makubaliano ya Busia kubaki peke yake na Mundika kubaki peke yake mwaka 1994. Sasa hapo ikabaki independent. Kwa hivyo kutokea mwaka 1990 mpaka wa leo hivi sasa Busia inasimama kivyake. Miongoni mwa kauli mbiu zilizotumika ni raundi hii ya mwaka 2018, raundi hii mara hii ya mwaka 2019, Beyond Minimum ya mwaka 2020, Tuko Mbioni Zawadi ya mwaka 2021, Tushangilie na Kufurahia ya mwaka 2022, Finishing Power ya mwaka 2023, Finishing Power Reloaded ya mwaka 2024, Timiza Ahadi ya mwaka 2025, Shuhudia Imani Yako ya mwaka 2026. Kauli mbiu hizi hazikuwa tu mbinu za kuchangisha fedha, bali pia zilikuwa ujumbe wa kukumbusha Wakristo wajibu wao wa kushiriki katika ujenzi wa nyumba ya Mungu na kuendeleza urithi walioacha wazee wao wa imani. Mwaka wa 2018 ulikuwa mwaka mwingine wa kihistoria katika safari ya ujenzi wa kanisa jipya. Askofu wa jimbo la Kakamega, Askofu Joseph Obanyi, pamoja na Padri Marcelo Souma, baraza la kichungaji na Wakristo waliweka jiwe la msingi la kanisa jipya. Tukio hili lilikuwa ishara ya kwanza kwa hatua mpya ya safari ya ujenzi. Baada ya maandalizi na michango mbalimbali, ujenzi wa kanisa jipya ulianza rasmi mwaka 2020. Tangu wakati huo, Wakristo wameendelea kuchangia kwa njia mbalimbali na kushiriki katika safari ya ujenzi. Michango hiyo imeendelea kutolewa kupitia viungo mbalimbali vya parokia na wahisani, huku lengo kuu likiwa ni kuhakikisha kuwa nyumba hii ya ibada inakamilika na kwa urithi wa vizazi vya sasa na vijavyo. Jina Mashahidi wa Uganda lina historia ya kipekee inayohusishwa na tukio lililotokea wakati wa kuchimba msingi wa kanisa la kwanza. Wakati wa uchimbaji wa msingi wa kanisa, mabaki ya mtoto mchanga aliyeitwa Mathias yalipatikana katika eneo hilo. Baada ya uchunguzi na kufahamika kwa historia yake, ilibainika kuwa mtoto huyo alikuwa amebatizwa kwa jina Mathias, jina lililohusishwa na mmoja wa mashahidi wa Uganda.
Tukio hilo lilivuta hisia za padri aliyekuwa akihudumu wakati huo. Kwa kutambua umuhimu wa mashahidi wa Uganda katika historia ya kanisa na pia kwa kuzingatia tukio hilo la kipekee, iliamuliwa kwamba kanisa hilo liitwe Kanisa la Mashahidi wa Uganda. Jina hilo limeendelea kuwa sehemu muhimu ya utambulisho wa kanisa na ni ukumbusho wa ushuhuda wa imani, ujasiri na kujitoa kwa ajili ya Injili. Historia ya Kanisa la Mashahidi wa Uganda, parokia ya Busia, ni historia ya watu waliokataa kuruhusu changamoto za umbali, ukosefu wa rasilimali na ongezeko la mahitaji kuwazuia katika kumtumikia Mungu. Kuanzia safari ndefu za Wakristo kwenda Mundika katika miaka ya 50, kuanzishwa kwa ibada Bulanda na Busia, ujenzi wa kanisa la kwanza, kujitegemea kama parokia miaka ya 90, hadi kuanza kwa ujenzi wa kanisa kubwa jipya. Kila hatua imejengwa juu ya msingi wa imani na ushirikiano. Wazee wa mwanzo kama Nicholas Okombo na Philip Masinde pamoja na mapadri mbalimbali waliowahi kuhudumu wameacha alama muhimu katika safari hii. Vivyo hivyo, kila Mkristo aliyetoa muda wake, nguvu kazi, fedha, vifaa, sala au shauri amechangia katika kujenga historia ya parokia hii. Kanisa la Mashahidi wa Uganda, parokia ya Busia, ni ushuhuda wa nguvu ya imani, umoja na kujitolea. Kilichoanza katika miaka ya 50 kama kigango kidogo cha parokia ya Mundika kimekuwa hatua kwa hatua na kuwa jumuiya yenye historia na utambulisho wake. Kutoka Bulanda hadi Busia, kutoka kanisa la kwanza hadi safari ya ujenzi wa kanisa jipya, historia hii imejaa simulizi za watu waliomtumainia Mungu na kufanya kazi kwa pamoja. Kauli mbiu za miaka ya hivi karibuni zimeendeleza roho hiyo hiyo ya kujitolea, zikitoa mwito wa kila Mkristo kutimiza ahadi yake na kushuhudia imani yake. Kwa hiyo, historia ya Kanisa la Mashahidi wa Uganda si historia ya majengo pekee, bali ni historia ya imani hai, sala, kujitolea, umoja na matumaini. Ni urithi uliojengwa na vizazi mbalimbali na ambao unawapa Wakristo wa sasa wajibu wa kuulinda, kuuendeleza na kuwasilisha kwa vizazi vijavyo. Shuhudia imani yako.